Mimi kwa majina naitwa Shaibu Bahati Ali, mkazi wa Arusha hapa mjini. Kuhusiana na uteuzi wa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mimi naamini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya vizuri, kwa sababu lazima amepima kwa kina. Akaona kwamba nani anafaa na nani anafaa zaidi. Lakini kutokana na umri wake inaonekana ni mtu ambaye ataweza kwenda kwa kasi na viwango. Lakini kilichotujenga na kutupa moyo wa Tanzania tulio wengi ni hotuba yake aliyoitoa bungeni jana, akizungumzia kwamba sasa amebeba slasher mkono mmoja na mkono wa pili ana rato, atachimbua mpaka magugu, na kusema kwamba wananchi wa Tanzania waheshimiwe katika taasisi zote za kiserikali. Na maana yake ni kwamba fiekeo litampitia kila ambaye hata kubaliana na utaratibu huu. Na kutokana na vision ya 2050 ya Tanzania, na yeye inajulikana kwamba alikuwa mmoja kati ya jopo lilokaa kuandaa dira ya mwaka 2050. Kwa hiyo anajua nini cha kufanya na kwa spidi gani. Kwa hiyo sisi kama Watanzania tunaahidi kumpa ushirikiano uliotukuka, na yeye atuonyeshe kwa vitendo zaidi kuliko maneno. Na watu tulio wengi kwa sasa tunaamini katika matendo kuliko maneno. Lakini ni mtu sahihi kwa nafasi sahihi na wakati sahihi. Mimi kwa majina naitwa Bwana Mohamed Selemani Chipalu. Uteuzi wa Waziri Mkuu ndugu Mwigulu Nchemba, mimi nimelipokea vizuri. Na kwanza nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa sababu kiongozi siku zote, kiongozi wa madaraka siku zote ni siri ya watu wachache. Sio kiongozi kila mtu anatamka kwenye ulimi kwamba kiongozi atakuwa fulani, kiongozi atakuwa fulani, ndio huyo anateuliwa. Kwa hilo mimi nafikiri kwa serikali kwa jambo hilo wamefaulu na ni jambo zuri. Na Mwigulu ni waziri mkuu mzuri tu kwa sababu ni kiongozi mzuri, mahiri, mchapakazi. Kwa hiyo mimi nafikiri Mheshimiwa Rais hajakosea, amefanya vizuri kumchagua ndugu Mwigulu Nchemba. Yes, anaweza kavaa viatu hivyo, anaweza kawa zaidi, sababu kila mtu ana kichwa chake. Anaweza kavaa viatu vya Kassim Majaliwa na anaweza kawa zaidi ya Majaliwa, kwa sababu kila mtu ana kichwa chake na kila mtu na maono yake na uongozi wake. Kwa sababu swala la uongozi ni siri iko ndani ya mtu, na kwa sababu uongozi siku zote ni mtu mwenye kujua kwamba wananchi wanataka nini, wananchi wanahitaji nini, wananchi je wanatakiwa wafanywe kitu gani, kwa sababu uongozi ni dhamana. Kama wananchi wameweza kukuchagua, uongozi ni dhamana, ni kuwatumikia wananchi kwa uadilifu, kwa uaminifu. Huo ndio uongozi. Kwa hiyo ana uwezo wa kuvaa viatu vya Majaliwa au aweza kawa zaidi. Ndio maana nikasema kwamba mimi nimepokea uteuzi wa Bwana Lameck Nchemba, nimelipokea kuwa waziri mkuu kwa sababu amejieleza vizuri na tumemuelewa. Kwa hiyo uteuzi wa mama mimi nafikiri ni mzuri, kwa maoni yangu uteuzi wake ni mzuri, na Mungu atamsaidia, atakaa vizuri na ataenda vizuri, mama atarelax. Mimi naitwa Boazi Ngasala Mwamsojo, ni mkazi wa Arusha. Kwa matarajio yangu kwa Mheshimiwa Rais kwa kumteua waziri mkuu Mwigulu Nchemba, tumeupokea kwa nia nzuri. Lakini nacho kihasa kwa waziri mkuu atakapo hapa akatende yale atakao hapa kuwatumikia wananchi, asiende kuitumikia nafasi yake, akawatumikia wananchi. Tanzania sasa hivi iko kwenye hali mbaya ya kiuchumi, ya ajira. Akafanikishe kutenda kazi yake kwa wema, akafanya kazi kwa bidii zote, akawatumikia wananchi, sio viongozi, ila akatende kama alivyoahidi. Maana ofisi za serikali sasa hivi wananchi hausikilizwi ipasavyo, ila kama talivalia njuga akafanya kama atakapokula kiapo, akatende na wananchi waweze kumwamini, maana wamemwamini mpaka sasa hivi. Ila katende atakayo hapa leo kutumikia taifa la Tanzania. Wananchi wana hali mbaya, kila sekta ina hali mbaya, akabadilisha ili wananchi wawe na hali
inawezekana. Yani maisha ni magumu, kila sekta maisha ni magumu. Watu wa hali ya chini hawezi kuwasikiliza matatizo yao. Kila mtu na kipawa chake, inaweza yeye akazidisha kwa sababu ameona nchi hii sio mgeni, ila akazidisha ufanisi. Kila mtu na utendaji wake, akija na mapya ya kwake yeye katika utendaji, wananchi watamwamini. Wameshamwamini, wameshakubali, lakini yale atakayo hapa leo akayatende kama atakavyo hapa. Naitwa Gertrude Mushi. Kwa upande wangu nimefurahishwa na uteuzi wa waziri mkuu kupitia chama cha CCM. Naamini atatuongoza vizuri nchi yetu, tutavuka hatua moja kwenda nyingine katika maendeleo, chapakazi na uwajibikaji. Katika jamii napenda kuwahasa wananchi waendelee kuchapa kazi, na pia tuendelee kuamini viongozi wetu kwamba ni viongozi bora ambao wanaweza wakatusaidia tukapata maendeleo katika miaka ya mbeleni. Nafikiri atatekeleza, atapambana na wale wala rushwa na kila kitu kitaongozwa kwa haki. Nafikiri jambo la kwanza kabisa kama waziri mkuu ni kuhakikisha wananchi wanapata haki zao za msingi na wanaongozwa katika amani. Kuhakikisha kwanza nchi ina amani. Kwanza hakikishe vijana wanapata ajira, maana vijana wengi wako mitaani hawana ajira, ambalo ningependa aanze nalo. Maana vijana wengi wanamaliza chuo wanakuwa hawana ajira, wanazunguka mitaani, wanakosa mitaji ya kuanzisha biashara. Kwa hilo linakuwa kama ni pigo la taifa. Mimi jina langu naitwa Singano Ali Shemoka. Nimefurahia uteuzi rais aliyomteua Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu wa Tanzania. Kwa hiyo tunasubiri kazi atakayoifanya, lakini cha msingi aangalie kwanza shida za wananchi, shida zao, ndio tutazidi kumpenda zaidi kwa changamoto zake, kwa sababu yeye ni mchapakazi. Wananchi wao watulivu, wavute subira, tumsubiri waziri mkuu atakalokiongea. Tunashukuru kwa hilo, endapo ataangalia shida za wananchi. Na tutapenda zaidi kama alivyoongea kwamba atasikiliza shida za wananchi katika ofisi na atasikiliza kwa kina ili kuzishughulikia. Itakuwa ni kitu ya maana zaidi. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.